Sikieni asemavyo Bwana. Sikieni asemavyo Bwana. Simama. Ujitetee mbele ya milima. Ujitetee mbele ya milima. Milima navyo. Na visikie sauti yako. Na visikie sauti yako. Sikieni enyi milima. Sikieni enyi milima. Shutuma ya Bwana. Shutuma ya Bwana. Na ninyi enyi misingi ya dunia. Na ninyi enyi misingi ya dunia. Maana yake ninyi milima sikieni shutuma ya Bwana. Shutuma ya Bwana maana yake nini? Bwana amefika mahali anaishutumu hiyo milima. Anashutumu majaribu yako, anashutumu manyanyaso yako, anashutumu uchungu wa uchumi wako, anashutumu wale wanaotesa ndoa yako, anashutumu wale waliokamata pesa yako, anashutumu wale waliokamata afya yako, anashutumu wale ambao waliokamata wewe mume wako asije. Ndio maana anasema sikieni enyi misingi. Manake saa hiyo Bwana anaachilia shutuma kwenye misingi. Misingi kazi yake nini? Misingi kazi yake ni kupita. Manake kumbe kupita, kumbe misingi inazuilia njia ya mafanikio. Milima inakufanya usione baraka zako. Milima maana yake inaziba njia ya baraka zako. Misingi maana yake inazuia namna ya kusonga mbele kwako. Sasa leo hiyo milima lazima ikae pembeni ili tuone baraka zetu zilipo. Maana baraka zetu hazipo kwa sababu mbele kuna milima. Hatuoni baraka zetu kwa sababu mbele kuna ukuta ambao umekaa. Huo ukuta ambao ni milima. Sema milima. Haleluya. Rudia tena juu pale chap chap. Basi sasa. Yeye anasema hivyo Bwana. Rudia tena. Basi sasa. Sikieni asemavyo Bwana. Sikieni asemavyo Bwana. Simama. Ujitetee mbele ya milima. Milima navyo. Na visikie sauti ya Bwana. Sikieni enyi milima. Sikieni enyi milima. Shutuma ya Bwana. Nanyi enyi milima. Misingi ya dunia. Na misingi ya dunia iliyo imara. Kwa maana Bwana anashutuma na watu wake. Naye atahojiana na Israeli. Tulia hapo. Maana yake Mungu siku leo anatamani kuhojiana na sisi. Israeli ni mimi na wewe. Haleluya. Israeli ni mimi na wewe. Kwa hiyo Mungu anatamani kuhojiana na sisi jioni ya leo. Amen. Mungu anatamani kuhojiana na sisi jioni ya leo. Amen. Nini maana ya kuhojiana? Kuhojiana maana yake ni kuzungumza. Amen. Tunaleta hoja. Mungu nimeleta kwako, mimi sina hela. Tunafanyaje? Mungu hatuna hela. Tunafanyaje? Mungu anasema, kwa hiyo nataka nini? Nataka hela. Kwa jioni leo ni jioni ambayo ya kuhojiana na Bwana. Sema kuhojiana na Bwana. Kwa hiyo kwenye ndoa yako lazima uhojiane na Bwana. Mungu vipi? Kwa nini manundu kila siku yaniishi mimi? Leo nundu la hapa, kesho la pale. Leo kichogo, kesho kule tumbo. Haleluya. Mwambie Mungu, kwa nini mume wangu anachelewa? Kwa nini watoto wangu wanachelewa? Mungu ninahojiana na wewe kwa sababu kwa nini mafanikio yangu yanachelewa? Kwa nini biashara zangu zinachelewa? Kwa nini manyanyaso kwenye ndoa ni mimi tu? Kwa nini siolewi mimi tu? Wengine wanaolewa, wengine ndoa zao zina amani. Kwa nini kila siku naachika mimi tu? Mwambie Mungu niko hapa. Mwambie Mungu niko hapa. Mwambie leo Mungu natamani kuhojiana na wewe. Mwambie Mungu leo natamani kuzungumza na wewe. Haleluya. Sema leo natamani kuzungumza na Mungu. Mahali popote ambapo unaona kabisa kwamba mahali hapa nimeruhusu, leo natamani kuzungumza na Bwana. Kwa Mungu atakwambia kama mahali hapo ulikosea, mahali hapo ulipatia, ila kuna mahali ulifeli. Kwa hiyo hapo mahali ulipofeli, yeye atakwambia tengeneza. Kwa sababu jioni leo tunamshusha mzima, yeye anakuja kuongea na sisi. Tunamshusha mzima, anakuja kuongea na sisi. Hawezi kusema tukahojiana naye alafu tuongee naye akiwa mbinguni. Lazima ashuke duniani, tuongee naye uso kwa uso. Tunaongea naye uso kwa uso. Tunamwambia Mungu haiwezekani maisha magumu yakawa Petro. Haiwezekani uchumi ukawa ni mgumu, kwa sababu watoto wa Mungu ni watoto wa kifalme. Mtoto wa kifalme yeye ni tajiri, yeye ana afya, hana shida ya uchumi. Amen. Mtoto wa kifalme huwa anatambia mataifa kwamba yeye ni mtoto wa president. President wa ITBT. Mimi ndo mfalme wa ITBT. Sasa kama mimi ndo mfalme wa ITBT, lakini babangu aliyenishagizi ni Mungu Baba mbinguni. Yeye ndo mfalme wa kwanza. Sasa yeye cha kwanza, mimi nawezaje kuwa mfalme sina hela? Hapa leo Mungu lazima tuhojiane naye. Hapa leo Mungu lazima tuhojiane naye. Lazima tuhojiane naye. Lazima tuzungumze naye. Kama alivyo baba ndivyo alivyo mwana. Inawezekanaje baba akawa na watoto tukawa hatuna hela? Leo ufahamu umefunguka.
Nisikilize kitu kimoja. Nasema hivi, yawezekanaje baba yako ni mfalme? Haleluya. Baba yako ni mfalme, mama yako ni queen, alafu baba yako ndo tajiri wa dunia, alafu mtoto unalala njaa. Hapana, sio mtoto wa mfalme. Kama ni mtoto wa mfalme, lazima tutembee kifalme, lazima tufanane na ufalme, lazima tuwe kifalme, lazima tuishi kifalme katika jina la Yesu. Lazima tumiliki kifalme. Kama ni magari ya kifalme, lazima tuwe nayo. Kama ni majumba ya kifalme, lazima tuwe nayo. Kama ndoa za kifalme, lazima tuwe nayo katika jina la Yesu. Sikiliza. Huyo Mungu ambaye hata mashetani wanamjua, sio kwamba wamjui, wanamjua kama yeye ni mfalme wa wafalme, Simba wa Yuda. Yeye ametukuka. Huyo ndio mbabe wa babe. Huyo ndio tajiri wa matajiri. Huyo ndio mweza wa yote, ambaye sisi ndio baba yetu, Naongea hivi nikiona mbingu zinaisha safari, zinakuja hapa, wanakuja hapa, wanatamani kuzungumza na sisi, kwa sababu tumetambua na historia. Wakati Musa alipogeuka, alipojua kwamba kile kijiti kwa nini kinawaka moto, ndipo ilipokuwa mwanzo wa Mungu kujua kwamba huyu ni mtoto wangu, anatambua baraka zangu. Leo tumetambua yeye ndio mfalme. Sisi tunawezaje kuwa masikini? Yeye ndio tajiri. Inawezekanaje mtoto wa mfalme akawa masikini? Inawezekanaje mtoto wa Mungu ambaye mbinguni kuna magonjwa tukawa na magonjwa? Tunakataa leo. Magonjwa tunayakataa, mapepo tunayakataa, majini tunayakataa, ushirikina tunakataa kwa jina la Yesu. Haiwezekani. Yeye ndio mwenye nacho, alafu sisi tu hatuna. Yeye mwenye nacho. Mwimbaji mmoja aliimba kwamba nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Sio kwamba alikuwa jobless, alikuwa na akili. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Sijaambia tu kwanza tu naona mnamzuka. Akasema hivi, nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Maana yake Mungu ndiye kushindwa. Mungu anayekufanya udaiwe sio Mungu huyo. Tumetambua tuna Mungu wa kweli. Tuna Mungu wa kweli. Sema yeye. Nina Mungu wa kweli. Lazima leo niongee naye. Leo tunatamani Mungu aje hapa, azungumze na sisi. Leo tunatamani Mungu azungumze. Sije kuiona siku ya leo. Siku ya kitofauti. Siku ambayo haijawahi kutokea duniani. Siku ambayo mapepo atajuta. Siku ambayo majini atajuta. Siku ambayo wachawi watajuta. Wewe nini tulimloga huyu mtu? Kwani tulishikilia pesa zake? Maana watakimbizwa, watafyekwa, watachinjwa. Maana mfalme wa wafalme yeye amekasirika. Haiwezekani. Yeye tulieni kwanza. Haiwezekani eti wakala wa shetani akawa na hela, afu wakala wa Mungu akawa masikini. Mungu leo hapana. Tunaacha kazi, atumtumikie Mungu. Wakala wa shetani eti mafrimaso ni wakala wa shetani, wanamiliki mavoxi, mavieti, asi tumiliki vipaso. Leo tumekasirika. Sema yeye. Mwezi huu kabla hujaisha, majibu yako lazima yatokee. Kwa jina la Yesu. Simama, sema majibu yangu lazima yatokee. Kwa jina la Yesu. Sema majibu yangu lazima yatokee. Kwa jina la Yesu. Majibu yangu ya uzao, majibu yangu ya afya, majibu yangu ya kazi lazima yatokee. Kwa jina la Yesu. Majibu yangu lazima yaje. Kwa jina la Yesu. Sasa hivi majibu yangu lazima yaje kwa damu ya Yesu niliyomuomba Mungu kwa muda mrefu. Leo yaje. Iwe ni mtoto,
utasa. Leo usije, leo usije, leo usije, leo usije. Kwa jina la Yesu. Inawezekana nimeomba afya. Magonjwa yanatoka wapi? Mbinguni hakuna. Hayo magonjwa yanatoka wapi? Yanatoka wapi? Leo nakataa. Leo nakataa. Kwanza utasa kwenye Biblia. Sikiliza. Utasa kwenye Biblia ulitajwa. Lakini wote leo utasa walikuwa na watoto. Kwa hiyo leo huu utasa endelevu unatoka wapi? Sema leo nakataa. Leo nakataa. Haiwezekani. Mapepo yanikamate. Haiwezekani. Majini yanikamate. Leo nakataa. Leo nakataa. Leo nakataa. Kwa jina la Yesu. Haiwezekani. Unayemwacha nyumbani, unayemtambia kwamba mimi nimeokoka, sengine ndio anayekuazima mboga wewe, ndio anayekuazima chumvi wewe, ndio anayekuazima pilipili wewe. Jirani na pilipili, una kitunguu. Kama unaabudu hapa, umaskini unautaka mwenyewe. Ndani ya siku hizi 6 umasikini utautaka mwenyewe. Leo tumetambua Mungu tuliye naye, yeye anaishi, yeye anaishi, yeye anaishi, yeye anaishi, yeye anaishi, yeye anaishi, yeye anaishi kwa jina la Yesu. Haleluya. Mungu sio kiziwi. Mungu sio kipofu. Mungu sio kwamba bubu asiongee. Leo lazima aongee. Leo lazima aongee. Rudia hapo msalo na nini? Funga chap. Haleluya. Anasema na Bwana, nanyi enyi misingi ya dunia, iliyo imara, kwa maana Bwana anashutuma na watu wake, naye ataojiana na Israeli. Maana yake Mungu anasema anashutuma na watu wake. Wanaosoma Biblia wanazungumza, wanaisoma katika damu na nyama. Anashutuma na watu wake kwa sababu gani? Mungu anashutumu. Kwa nini watu wake wanakuwa maskini? Kwa nini watu wake hawafanikiwi? Kwa nini watu wake hawaendelei? Wakati wa mapepo wanafanikiwa. Kwa nini watu wa Mungu hawafanikiwi? Shida ni nini hapa? Mungu amesema hivi, shida ni nini hapa? Kwa hiyo Mungu anashutuma na watu wa kanisa hili na watu wote ambao wanatusikiliza ya kwamba wewe una shida gani? Mungu anashutuma na wewe, una shida gani wewe? Kwa nini ufanikiwi? Kwa nini uendelei? Kwa hiyo Mungu amefika mahali amekaa mbinguni kule, anashutuma leo, anawaza. Kwa nini hao mapepo kila kitu kizuri mafurimasho, magari mazuri mafurimasho, nyumba nzuri mafurimasho, makanisa mazuri mafurimasho? Kwa nini ya kwangu ni masikini? Mungu anashutuma na wana wa Israeli. Maana yake ule uzao wa Israeli sio wana wa Israeli, uzao uliotoka Israeli. Israeli maana yake ni Yakobo, uzao wa Yakobo ambaye ni mimi na wewe. Amen. Haleluya. Halo. Mungu anasema hivi, anashutuma juu ya watoto wake kwa sababu amefika mahali Mungu anaaibishwa, na wanaosimama kumwaibisha, cha kwanza ni watumishi wa Mungu. Wanamwaibisha Mungu, wanafanya kanisa kuwa kama ni taasisi. Haleluya. CCM ni ile. Mpaka leo wamefanya makanisa ni yale. Haleluya. Kwa CCM ni ile. Mpaka makanisa yamekuwa wanafanya makanisa kuwa kama taasisi ya vyama. Mungu anasema hivi, anatamani leo ahojiane na sisi kwa tunakwama wapi. Na mimi nina kiu niojiane na Mungu kwamba baraka zetu zimekwama wapi. Haleluya. Kama kuomba tumeomba, kama kufunga tumefunga, kama kuimba tunaimba, kama kuabudu tunaabudu, kama dhambi hamna, baraka zetu zimekwama wapi? Kama yeye alivyokuwa anatamani kuhojiana na sisi kwamba tunakwama wapi, na mimi mwenyewe nauliza, baraka zangu zimekwama wapi? Haleluya. Baraka zangu zimekwama wapi? Kwa hata leo tunamuuliza Mungu, baraka zetu zimekwama wapi? Kwa hiyo tuna maombi sio kupiga kuangamiza. Tunamuuliza Mungu, baraka zetu zimekwama wapi? Haiwezekani. Yaani kamburukutu ambako kanalala makaburini, kanalala kwa waganga. Yaani kanalala kwa waganga, alafu eti akafanikiwa. Kana
tunafunga tunaomba atufanikiwe. Haleluya. Atufanikiwe. Hiyo nakataa. Bwana Yesu. Sema nakataa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kutokufanikiwa. Leo nakataa. Leo nakataa. Leo nakataa. Leo nakataa. Kwa jina la Yesu. Haiwezekani wachawi wafanikiwe alafu mimi ndio masikini. Leo hii nakataa. 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 Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Leo hii nakataa. 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 Wangapi wanatamani leo iwe ni mwisho wa mateso yao? Kama unatamani leo iwe mwisho wa mateso yao, kasirika. Haleluya. Kama umebeba mtoto huyo atakufanya utakuwa maskini miaka yote. Kwa sababu huyo mtoto anataka kula, huyo mtoto anataka kwenda kusoma shule. Unavyotengeneza leo utasababisha yeye maisha yake ya mazuri. Piga mgongoni, simama juu. Haleluya. Una magonjwa sasa hivi tunamwambia ndio tusawa kumwambia Mungu magonjwa hayo usiyakatae kwa kinywa chako. Kwa sababu Mungu kuna saa ambayo watu wengi makanisa yamefanya mistake. Yamefanya makanisa kuwa kama vyama. Kila siku wanatambiana makanisani. Wakisimama kanisani wanapondana kanisa kwa kanisa kama CCM na Chadema. Sasa sisi hapa hatuendeshi kanisa kama CCM na nani? Tunaendesha kanisa kama kanisa la Mungu. Kuna sehemu moja wana akili sana. Kanisa la Mungu Baba. Hawakutaka maneno mengi. Kanisa la nani? Kanisa la Mungu Baba, sio kanisa sio la nani? Kanisa la Mungu Baba kweli. Wale walipata ufunuo, kanisa la Mungu Baba. Kanisa langu. Hakuna mwenye kanisa hapa. Haleluya. Kanisa la Mungu Baba. Ndio maana wengine walikuja wakaondoka. Tunapita tunaondoka. Kwa nini? Kwa sababu Bwana amekusudia leo lazima tumwambie Mungu kwamba Mungu mimi hapa nataka pesa. Kwa nini mimi nimekuwa nikifunga nikiomba sipate pesa? Haleluya. Amen. Mungu nimekuwa nikifunga. Natamani ndoa yangu iwe na amani. Kwa nini sipate amani? Mungu nimekuwa nikifunga na kuomba. Natamani uzao wangu ukae sawa. Kwa nini mimi siwe na uzao? Tujiane na Mungu leo. Kwa hiyo kasirika, sema nakasirika. Haiwezekani wewe natamani watu wachache wenye ufahamu. Kama umezoea kuhubiriwa na wachungaji huko kwamba tutaenda mbinguni sasa kwa taarifa yako hawataingia masikini. Kwa sababu cha kwanza wewe umelala njaa na manunguniko alafu kesho ufe. Uendi mbinguni na waliokupa na njaa wote hawajaenda mbinguni mpaka leo. Nikwambie tu ukweli. Kwa sababu utoka amelala ananungunika tu Mungu yupo hapa. Kwani kaniacha? Hapo unakufa. Unaenda wapi? Wenye manunguniko hawataenda mbinguni. Heri wenye mioyo safi maana hao ndio utamwona Bwana. Wewe umelala njaa unakuaje na moyo safi? Una madeni, uendi mbinguni. Niangalia vizuri. Una madeni uioni mbingu kwa sababu deni lile mpaka unakufa kwanza unaanza madeni. Kwa hiyo tunaomba Mungu haya madeni yanatoka wapi? Kama Mungu unadaiwa na mimi nitadaiwa. Kama Mungu wewe ni maskini na mimi nitakuwa leo kuna kitu Bwana anakifanya. Simama juu sasa. Yesu mikono yako juu. Usije
Mtakatifu. Kuna watu wanaanza kumkamata Roho Mtakatifu. Naona uwepo wa Mungu unaanza kutawala. Naona uwepo wa Mungu unaanza kutawala. Maana nasikia sauti mbinguni ambao wanajiandaa sasa kushuka kwa ajili ya kuja kuleta baraka, kwa ajili ya kuja kuhojiana na sisi. Kwa sababu ni kweli Mungu kuna mahali tulikuwa tunajiuliza kwa muda mrefu, tunakwama wapi? Tunashukuru maana wewe siku ya leo umesema nasi ya kwamba baraka zetu kwa nini zinachelewa? Na sisi Bwana tunakuuliza, baraka zetu zimekwama wapi? Tunatamani leo tuhojiane na wewe. Tunatamani leo tuhojiane na wewe. Oh, raba shata raba mosa.
Nyosha mikono yako juu. Baba Mungu, hapo ulipo, piga magoti yako. Tunamuuliza Mungu, kanisa lako liko mahali hapa e Bwana, liko mahali hapa e Bwana, liko mahali hapa e Bwana. Tazama Mungu, mapepo yamekuwa yakijidai sana, kwa sababu wameiba mbinu za baraka zinazotoka kwako. Shetani amekuwa akiabudiwa kwa sababu amekuwa akiwabariki wale wanaomuelewa, ambao nao ni mashetani. Tazama, asilimia kubwa ya makanisa yako yamekuwa ni vipofu. Hawaelewi siri ya baraka zako, hawaelewi namna ya kukutafuta. Lakini Baba, tazama sasa, tunatamani kuzungumza na wewe. Tunatamani kuzungumza na wewe. Tunatamani kuzungumza na wewe. Tunatamani kuzungumza na wewe. Kwa sababu Bwana, hatuwezi kubarikiwa. Hatuwezi kubarikiwa kama hatujui siri ya baraka zako. Tazama leo TVT. Bwana ulisema nasi katika agano lako, niwafundishe watu kupiga magoti na kunyenyekea mbele zako. Tumeshuka mbele zako. Tumeshuka mbele zako. Mungu, naita baraka zako. 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 Naita baraka zako Bwana. Naita baraka zako Bwana. Naita baraka zako Bwana. Naita baraka zako Bwana. Tazama Bwana, tumekuwa tukichelewa. Tumekuwa tukichelewa kubarikiwa. Tumekuwa tukichelewa kuinuliwa. Tumekuwa tukichelewa kupokea majibu kwa sababu ya wanadamu, kwa sababu ya watu wachache ambao Mungu hawana ufahamu. Bwana Yesu, ninaomba siku ya leo ikawa ni siku ya tofauti. Ninaomba siku ya leo ikawa ni siku ya ajabu. Ukatupatie majibu tuliokuomba kwa muda mrefu. Wapo wenye uhitaji, kanisa lako pia lina uhitaji. Naomba tusalame. Tazama, wako wengi wanawaza mabaya juu ya kanisa hili, kama walivyoshughulikia nyakati zile za Musa, walikuwa wakipingana na wewe. Sasa hivi Bwana, sasa hivi Bwana, hapo uliponyesha mikono yako juu, Raba Shata, wote nyosha mikono juu. Kanisa lako limesalia na mbele zako. Kanisa lako limesalia na mbele zako. Ishara ya kwamba tunatamani nguvu zako. Tunatamani baraka zako. Ishara ya kwamba tunatamani mpenyo wako. Ishara ya kwamba tumechoshwa na umasikini. Tumechoka Baba. Tumechoka Baba. Tumechoka. Haiwezekani mapepo watumie vitu vizuri, alafu sisi tutumie yosi. Leo hii, kuanzia leo, badilisha mfumo mpya wa maisha. Tusimamishe tuliosimama katika kweli yako. Kanisa hili Mungu, najua na watu ambao Bwana wanaliaibisha jina lako. Tumetambua umaskini moja wapo. Na leo hii na dunia nzima, kupitia kwamba watu wako waliosimama katika kweli wawe maskini, alafu wale wanaopotoka wawe matajiri. Leo nakataa. Oh, Rabashata. Yes. Rabashata. Baba,
Leo naingia agano jipya. 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 Tunatamani ustawi wa kanisa. Tunatamani afya zitawale. Tunatamani uzima. Tunatamani majumba, magari ya kifahari. Tunatamani pia tuione mbingu. Tunatamani siku ile tukasherehekee mbingu. Lakini hatuwezi kufika mbinguni kama mioyo yetu ina manunguniko. Ambapo nilivyosema tuvimilike duniani, bado tujavimiliki. Baba, leo tuko hapa. Kanisa lako hili. Mungu, leo nakuita. Nakuita Baba. Nakuita Baba. Funika Baba. Alafu naona tetemeko la ajabu linashuka duniani kote. Reko shekeni pase kete. Rabasha. Yes, yes. Samaloni. Rabashata. Naona Roho anazungumza na moyo wa mtu mmoja. Naona Roho anazungumza na mtu mmoja. Roho Mtakatifu anazungumza na mtu mmoja. Kuna mtu anachia majibu yake. Ribarapa. Reshetetete. Rekeshekere babo. Riboshekete la baba. Reshetere babosa. Riboshata. Reshekete. Kuna majibu ya mtu anaachiwa. Majibu ya watu anaachiwa. Ribashata. Riboshata. Ribashata. Rikashata rababosa. Naona malaika wa usawa wanashusha usawa kwa mtu mmoja. Wanashusha usawa kwa inaondoka. Roho kamata vichwa vya watu. Havielewi. Hiyo kamata nyota za watu. Yesu. Naona magonjwa ya kichwa yanaachiwa. Magonjwa ya mifupa. Shekeria, rabosha, rapapa, rikashata, yes, rabashata. Ile gari la moto, naona mwanaume anashuka. Yeye anashuka. Sitamani kuna mtu nje, anashuka. Naona pia kuna majeshi ya gasolina ya kuzimu. Naona Mungu anashuka. Naona upepo akisuzuri. Huo upepo. Naona upepo kama sulisuri. Anashuka. Yesu! Ribashata la baba. Ribashata. Kama watu wanavuliwa, basi na maskini, basi na magonjwa. Yanavuliwa. Naona kuna watu walichukuliwa misukule. Mungu amekasirika. Kumbe ulikuwa ufanikiwi kwa sababu nafsi yako ilikuwa haipo. Nyota yako ilikuwa haipo. Vinarejeshwa. Vilivyomeshwa na nzige, vilivyomeshwa na parale, vilivyoliwa na madumadu. Leo vinaachiwa. Naona moto. Reshere baba shakara baba. Naona kuna mikono ya watu inavuliwa magamba. Inaingia roho. Kuna roho inawekwa kwenye mikono ya watu. Kuna roho
agano itaanza kuvibrate, itaanza kutetemeka. Naona kuna watu wanamilikishwa sasa, wanamilikishwa kwenye mikono. Hiyo mikono inaanza kuachiwa, inaanza kuachiwa. Hiyo mikono inamuliwa. Haiwezekani uwe masikini. Ribashata, wewe unakataa, nakataa kuwa masikini, nakataa kuwa masikini kwa watu wote. Haiwezekani wana wa Mungu tunatembea kama tulivyochoka. Haiwezekani watu wa Mungu tuwe masikini. Leo hii nakataa kwa damu ya Yesu. Leo nakataa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haiwezekani watu wa Mungu tuwe masikini. Haiwezekani watu wa Mungu tuajiriwe. Haiwezekani tuajiriwe na mapepo, tuajiriwe na mafimasoni, tuajiriwe na Illuminati. Leo nakataa katika jina la Yesu. Nakataa kwa masikini, kwa omba. Tunawaomba watu wa mataifa. Leo nakataa. Ripashata, tunawapa kodi watu wa mataifa. Leo nakataa. Wao ndio wapange kwetu, sio kwetu sisi. Leo nakataa kwa jina la Yesu. Ribashana rababa. Rikashana rababa. Leo nakataa. Haiwezekani. Mungu Baba umesema tuojiane. Kwa nini tubarikiwe? Na mimi Mungu nakuuliza, kwa nini tumekuwa masikini? Na maana tumeshajitambua ya kwamba sisi tunapaswa tukuombe wewe, tunapaswa tukuabudu wewe. Bwana Yesu, leo hii badilisha huo mfumo wa kwamba sisi wana wako tuwe watumwa watu wa shetani. Hapana, leo nakataa kuwa mtumwa. Nakataa na kanisa langu tunakataa kuwa watumwa. Tunakataa katika jina la Yesu kuwa watumwa wa mapepo. Tunakataa kuwa watumwa wa dunia. Tunakataa. Dunia haiwezi kutumikisha. Kwa jina la Yesu leo tunakataa kwa jina la Yesu. Robo sharababa lekeshene bobosa. Maana dunia imetawala na vitu vyake. Leo nakataa kuwa mtumwa wa vitu vya dunia. Baba lekeshene bobosa. Lekeshene bobo imasa karababo. Leo nafuta kila mikataba ambao mashetani waliweka kwa ajili yetu, ili sisi tuwe masikini. Waliingia mikataba ili wewe uwe masikini. Leo nafuta kwa damu ya Yesu. Rabashata rababa sekere baba. Leo nafuta kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu. Ribashana rababa ribosheriba sekete rikarapapa. Double fire. Naona moto unashuka. Wanadamu iwe ni mapepo. Kazi wanayo. Maana naona moto unateketeza watoto wao, unateketeza kuanzia nywele, unateketeza mpaka matumbo. Rabashaka. Waliomesa baraka saizi inaachiwa zote kwa jina la Yesu. Zinaachiwa leo. Rabashaka. Baba, kama uishivyo, kama unavyoishi leo hii, ikawe ni siku ya miujiza. Kama unavyoishi, ikawe ni siku ya muujiza. Kama unavyoishi, ikawe ni siku ya tofauti kubwa sana. Kama Bwana unavyoishi leo hii, ikabadilike. Bwana Yesu, kuanzia leo maisha yetu yakabadilika.